VITA pia inatangaza rasmi shindano la kubuni nembo ya tamasha la uwekezaji Zanzibar 2026. Washiriki wote wenye ubunifu, wakiwemo wabunifu wa michoro, wasanii na wananchi kwa ujumla, wanakaribishwa kuwasilisha kazi zao zinazoakisi kauli mbiu ya tamasha na dira ya uwekezaji ya Zanzibar. Mshindi wa shindano hilo atazawadiwa kiasi cha shilingi milioni 2 za Kitanzania na atatambuliwa rasmi wakati wa hafla ya gala dinner. Aidha, mshindi atapata fursa ya kuhudhuria hafla hiyo. Mwisho wa kupokea kazi za wabunifu itakuwa tarehe 15 Mei 2026 saa 9:30 alasiri. Ndugu waandishi wa habari, VITA inatoa wito kwa wawekezaji, wafanya biashara, taasisi za fedha, washirika wa maendeleo, wana diaspora na wadau wote kushiriki kikamilifu katika tukio hili. Aidha, tovuti rasmi ya tamasha imezinduliwa, nayo ni zis.zipa.go.tz, ambapo washiriki wanaweza kujisajili na kupata taarifa zote muhimu kuhusu ratiba, wazungumzaji, maonyesho, udhamini pamoja na shindano. VITA inatoa shukrani za dhati kwa vyombo vyote vya habari kwa ushirikiano wao endelevu. Tunawaomba kuendelea kusambaza taarifa hii kupitia majukwaa yenu ili kuhakikisha tamasha hili linapata. Kufuatia kauli ya Waziri wa Kazi na Uwekezaji Mheshimiwa Sharifu Ali Sharifu kwa kijana yoyote yule kubuni logo ya wizara hiyo kwa lengo la kuitumia katika wizara, POP TV ilifunga safari hadi katika chuo cha uchoraji kilichopo Shangani Old Fort Art Studio mkabala na kanisa la Minara Miwili na kupata fursa ya kuzungumza na wachoraji katika chuo hicho, na hapa wanatuelezea fursa hiyo wameipokeaje. Kwa jina naitwa Abdallah Hamis Omar, ni mchoraji wa sanaa ya uoni, kwa Kiingereza wanaita visual art. Nimejifunza sanaa ya uchoraji hapa Zanzibar, sehemu ambayo tulianzia inaitwa Old Fort Ngome Kongwe. Ni sehemu ambayo kuanzia mwaka 1987 mpaka 89 kuna Japani walikuja, walitoa fursa ya kufundisha watu ambao wakazi wa hapa wazaliwa wa Tanzania, wafundisha sanaa ya uchoraji. Na kwa hiyo mimi nimejifunza sanaa ya uchoraji kupitia walimu ambao wamesoma kutoka kwa walimu wa Kijapani, na hadi sasa nashukuru sanaa hii imeniwezesha kujifunza vitu vingi, imenisababisha nitembee sehemu nyingi, nifanye maonyesho nchi nyingi, na hadi sasa hivi nashukuru. Na vile vile tuna wanafunzi ambao bado tunaendelea kufundisha. Tuna wanafunzi zaidi ya 20 mpaka 25 kwa kila mwaka, wanafunzi wanazidi kuongezeka, na wenyewe wengine tayari wana maisha yao mazuri kupitia hii sanaa ya uchoraji, wanaendesha familia zao na kila kitu kinaendelea vyema. Ni fursa nzuri kwa sababu inasaidia kufungua milango ya kutangaza au kukuza sanaa ya uchoraji kupitia haya maeneo tofauti tofauti au sekta tofauti tofauti za kiserikali, na kwa sababu ya kupitia sehemu kama hizo tunafungua milango mingine zaidi, tunazidi kutengeneza connection, kuunganisha watu wengine, kwa sababu unajua sanaa ya uchoraji inaunganisha watu, inakutanisha watu kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo ni jambo jema na ni jambo zuri. Ushiriki wangu kama ni mchoraji, nitashiriki labda kama mimi mwenyewe binafsi, ama kusaidia na wengine kuweza kubuni aina gani ya logo nzuri zaidi unaweza kafanya na ikaweza kufikia malengo husika. Milioni 2 kwa sababu kama unaamua kucompete, yani kufanya hiyo mashindano kwa watu wengi, milioni 2 nafikiri kama itaongezeka itakuwa vizuri zaidi, kwa sababu unajua milioni 2 ni almost ni sasa na painting moja tukiuza. Sawa, picha moja tuseme tunauza kwa hiyo bei. Kwa hiyo kama manake ukizungumza kitu kama logo ambayo kipita itachukua miaka mingi, itakuwa ina thamani kubwa. Kwa hiyo kama pia itaongeza thamani ya bei, inazidi kwa kuipa thamani ya kile kitu. Kwa sababu unachojua
matajiri wananunua paintings za bei ghali kwa sababu wanaithamini nyumba yake kwamba izidi kuwa na thamani zaidi. Kwa hiyo ni vitu vya, lakini pia sawa, ila kama ataongeza itakuwa vizuri zaidi kupa thamani. Wito wangu, mtu ambaye atajisikia atakuwa interest kufanya jambo hili, namkaribisha ajiunge, aweze kufanya. Ni jambo zuri kwa sababu the more unapoingia kwenye mashindano kama haya unajifunza vitu vingi, unakutana na watu wengi, unafungua milango mingi vile vile. Ni jambo zuri. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa anajihisi ina umuhimu kwake yeye au inamvutia, ashiriki na ajaribu kufanya kitu bora zaidi kuweza kufanikiwa. Jina langu Faisal Ali, natokea uchoraji sehemu inaitwa Minara Miwili. Mimi ni mchoraji mwanafunzi, nafundishwa na teacher Dula na wengine. Pia najitahidi sana kupata challenge hii ili nijuane na watu wengine tofauti. Mimi ndo mwanzo wangu wa mwaka wa kwanza, najitahidi sana ili nipambane, nichore, nifikie lengo langu ambalo liko juu zaidi. Fursa nzuri, ila wakijitahidi kidogo waongeze kipato chao zaidi, kwa sababu unaweza kuweka logo ile pesa yao kidogo kwa sio nzuri kwa wengine, kwa sababu kwa watu wengi inakopo wataona kimo kidogo cha hela kidogo, lakini watu wachache wataona kimo size kidogo, waongeze kimo chao. Fursa ya uchoraji wa logo kutoka Wizara ya Uwekezaji iliyotokea ni nzuri, na pia tunachoomba hii pesa taslimu iliyowekwa kwa ajili ya uchoraji tunaomba iongezwe, maana kutokana na hii 2 milioni kwetu sisi walimu wetu wanavyouza ni sana picha moja. Kwa hiyo sisi watakapoweza kusema kutuongezea tukapata zaidi ya ile, ni sana kutuongezea mtaji mkubwa zaidi, na watu wanaweza kufanya kazi kwa wingi na kwa juhudi mno. Kwa hiyo sisi tunachoomba wao watuongezee ili sisi tuweze kupiga kazi zaidi, na pia itavuta wanafunzi wengi, na pia watu wengi wataacha kukaa majumbani kusema wakimbilie fursa hii na wafanye kazi kwa jitihada ili waweze kupata mafanikio. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.